Habari za wakati huu, wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa vipindi vyetu katika channel hii ya Adventist Pilgrim. Karibuni tena siku hii ya leo. Kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe, usisahau kulike na pia kushare content hizi kwa ajili ya kuwabariki watu wengine. Majina yangu naitwa Mwinjilisti Eliudi Payovela. Siku ya leo rasmi tutajifunza somo lenye kichwa kinachosema maisha ya Kikristo kumtafuta Bwana katika hema yake takatifu. Kabla tujaendelea zaidi, hebu tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba wa mbingu na nchi, unayetujalia uhai, uliyetujalia ukombozi kupitia Kristo Yesu Bwana wetu. Tufunulie mapenzi yako kwa wakati huu ili tuweze kufuata kwa ukamilifu kwa jina lako Yesu. Amina. Kabla ya dhambi kuingia duniani, wakati wazazi wetu wa kwanza walipokuwa wakiishi katika hali isiyo na hatia, wakiwa watakatifu, Mungu alichagua bustani ya Edeni ili iwe mahali pake atakapokutana na watu wake na kuzungumza nao. Andiko linatuambia kwamba Mungu alikuwa ameumba dunia, alafu upande wa mashariki akapanda bustani, kaita bustani ya Eden. Na kwa ripoti za awali za kitabu cha Mwanzo inaonyesha hapo kila wakati wa jua kupunga, Mungu alikuwa akija na kuzungumza na watoto wake au viumbe wake aliowaumba. Biblia takatifu inatuambia dhambi ilitufarakanisha na Mungu. Dhambi iliondoa mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Mungu na mwanadamu. Jambo hili halikumfurahisha Mungu hata kidogo. Ingawa Mungu alilazimika kujitenga na mwanadamu kwa sababu ya dhambi, maana Biblia inasema Mungu ni moto ulao dhambi. Kwa hiyo wakati wowote angekuwa anafanya mawasiliano moja kwa moja na mwanadamu wakati mwanadamu akiwa ameanguka dhambini, basi mwanadamu asingeweza kustahimili mbele za Mungu. Lakini Mungu hakufurahishwa na jambo hili. Ndiposa Biblia inasema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Alifanya hivi ili kutoa nafasi ya pili kwa kila mwanadamu. Kwa kuwa wanadamu wamedanganywa na kuanguka, atatoa nafasi ya pili baada ya kuwa wanadamu wameona ya kuwa wamedanganywa ili waweze kutubu na kumrudia Mungu. Hata hivyo, kitendo cha upendo cha Mungu cha kumtoa mwanae kufa mbadala wetu wakati huo kisingeweza kueleweka vema mpaka kwanza mwanadamu ameona ubaya wa dhambi, mpaka amejua hasa kwamba amedanganywa. Tunasoma kwamba shetani alifaulu kabisa kuharibu akili ya mwanadamu, hata mwanadamu kile ambacho Mungu alisema ya kuwa ni kibaya. Mungu alisema usile, ukila utakufa, lakini shetani alifaulu kumdanganya mpaka mwanadamu inafikia. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo, ukisoma Mwanzo sura ya 3, maandiko yanasema fungu la 6, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi akatoa akala akampa na mumewe naye akala. Yaani shetani alifanikiwa kugeuza akili ya mwanadamu kiasi kwamba mwanadamu aliona kile ambacho Mungu alimwambia si chema ni chema. Sasa wakati huu kama Mungu angeudhihirisha mpango wake wa wokovu kwa njia ya kumtoa mkafara Yesu Kristo kwa ajili ya ukombozi, isingeonekana kuwa na thamani. Sababu bado wanadamu hawakujua hasa jinsi walivyoanguka, walivyotengwa mbali na chanzo cha uzima. Hawakujua hasa kina cha makosa yao walioyafanya na gharama yake ambayo ingegharimu. Hata hivyo, Mungu mwenye huruma hakuwatelekeza. Aliandaa mpango wa urejeshwaji uliopaswa kuwaongoza kutambua ubaya na dhambi na ukubwa wa kafara ya Kristo na thamani ya msamaha. Mpango huo ulilenga kusogeza karibu na Mungu hata kabla ya Masihi hajaja. Kwa hiyo walipaswa kufundishwa ubaya wa dhambi walioifanya. Walipaswa kufundishwa matokeo ya dhambi waliofanya, kwa sababu matokeo wangeyaona. Maana wangeona watu wakiuana, wangeona amani hakuna katika jamii, wangeona magonjwa, wangeona hali ya afya kutetereka miongoni mwa watu, wangekutana na vitu vya aina mbalimbali.
Lakini wakati wowote, kwa sababu dhambi ilimtenga Mungu na mwanadamu, Mungu alibuni mpango wa kurejesha mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Mungu na mwanadamu. Katika kitabu cha Kutoka 25 fungu la 8 anasema, Mungu anamwambia Musa, nao na wanifanyie patakatifu nipate kukaa kati yao. Na tena fungu la 22 hicho kitabu cha Kutoka sura ya 25 fungu la 22, Mungu anawaambia wana wa Israeli kupitia Musa. Fungu la 22 anasema, nami nitaonana nawe hapo, yani juu ya kiti cha rehema ndani ya patakatifu sana, nitazungumza nawe hapo pale nilipo juu ya kiti cha rehema, kati ya hayo makerubi mawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda, katika mambo yote nitakayokuagiza kwa ajili ya wana wa Israeli. Bado Mungu aliwapenda watoto wake, akawaagiza wafanye mahali kwa maelekezo yake. Fungu la 9 anasema, sawasawa na vile nitakavyokuonesha, ambapo Mungu atresti anaweza kukaribia na kuzungumza nao na kuwapa maelekezo kuhusu maisha. Wafanye patakatifu ili apate kukaa pamoja nao, apate kuzungumza nao. Lakini swali, hata kama wakifanya patakatifu, ili Mungu ashuke, aketi pamoja nao, azungumze nao, Mungu angewezaje kukaa pamoja na mdhambi? Je, kama Mungu ni moto urao, angewezaje kukaa pamoja na mdhambi bila ya kumzuru? Mtume Paulo anaeleza mpango huu haukuhusisha majengo tu au mahali fulani palipotengwa kwa ajili ya Mungu kukutana na watoto wake, bali mpango huu madhubuti ulihusisha pia urejeshwaji wa hali ya utauwa na uchamungu katika watu ambao Mungu anakusudia kukaa katikati yao. Katika kitabu cha Warumi sura ya 5 fungu la 8 anasema Mtume Paulo katika kitabu cha waraka wake kwa Warumi sura ya 5 fungu la 8, Mtume Paulo anaandika, anasema, bali Mungu aonesha pendo lake mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Fungu la 10 anasema, kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia tujifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepokea huo upatanisho. Paulo anasema, bali Mungu aonesha pendo lake kwetu, maana tulipokuwa adui tulipatanishwa naye kupitia Kristo Yesu. Yani Kristo alikufa kwa ajili yetu ili tupokee huduma ya upatanisho. Lakini tunafahamu kwamba kutoka uasi wa mwanadamu mpaka kifo cha Kristo ilichukua takribani miaka 1400. Je, hawa watu walioishi kipindi hiki cha miaka 1400 walinufaikaje na upatanisho uliotokea kwa njia ya Kristo Yesu Bwana wetu? Mpango huo wa upatanisho ambao ungezihirika kikamilifu baadaye kupitia kifo cha Yesu Kristo ulifundishwa kwao, na pia unafundishwa kwetu kupitia kielelezo cha huduma ya patakatifu, ambapo Musa anaambiwa, na wanifanyie patakatifu nipate kukaa kati yao. Mfalme Daudi anasema, njia ya Bwana hii katika patakatifu pake. Mtume Paulo katika kitabu cha Waebrania 9 fungu la 1 hadi la 8 anaeleza habari ya mahali hapa. Nitasoma kwa haraka. Anasema, basi agano la kwanza, mpango wa kwanza wa kielelezo wa urejeshaji wa wanadamu, lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza ilimokuwa na kinara cha taa na meza ya mikate ya onesho, ndipo palipoitwa patakatifu. Na nyuma ya pazia la pili, ile hema iliyoitwa patakatifu patakatifu, yenye chetezo cha dhahabu na sanduku la agano lilofunikwa kwa dhahabu pande zote, lilikuwa na kopo la dhahabu lenye ile mana na fimbo ya Haruni iliyochipuka na vile vibao vya agano, na juu yake makerubi ya utukufu yakitia kivuli kiti cha rehema. Basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari ya vitu hivi kimoja baada ya kimoja. Jengo ambalo Musa aliagizwa kulijenga lilikuwa na pande na sehemu kuu 2 au 3. Sehemu ya kwanza ilijulikana kama chumba cha patakatifu, ambapo Biblia katika Waebrania inasema pale palikuwa na meza ya mikate ya onesho, kinara cha taa,
pamoja na madhabahu ya uvumba. Na chumba cha pili kiliitwa patakatifu. Pahapa patakatifu palipokuwa na sanduku la agano, palikuwa na kiti cha rehema, lakini ndani ya sanduku la agano kulikuwa na mbao 2 za mawe, kulikuwa na kopo la mana, alafu kulikuwa na fimbo ya Haruni, alafu kulikuwa na chetezo pale. Lakini kuna sehemu nyingine haijatajwa hapa katika Waebrania, kulikuwa na sehemu inaitwa ua wa nje, ambapo kulikuwa na madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa na birika kwa ajili ya kutawazia miguu. Sasa sehemu hizi zote tatu zina mahusiano moja kwa moja na safari ya wokovu, safari ya urejeshwaji ya maisha yangu na maisha yako. Tuangalie kile kilichotendeka zamani na vile ambavyo kina maana katika maisha yetu wa Kristo leo. Na ndio maana somo hili linasema maisha ya Kikristo, kumtafuta Bwana katika hema yake takatifu. Mahali palipoitwa ua wa nje, kama nilivyotangulia kusema, palikuwa na madhabahu ya sadaka za kuteketezwa, lakini palikuwa na birika ya kunawia au kujiosha. Mahali hapa katika Agano la Kale, mdhambi aliyehisi hatia moyoni mwake, aliyehisi kutengwa na Mungu, akakata tamaa, alikuja akiwa na mnyama wake kati ya wanyama waliotengwa na Bwana kwa ajili ya kafara. Kuna wanyama walitengwa na Bwana kwa ajili ya kafara, alikuwepo mbuzi, walikuwepo kondoo, alikuwepo njiwa na ng'ombe, kutokana na aina ya kafara ambayo mdhambi alihitajika kuitoa, kama ni sadaka ya dhambi, kama ni sadaka za shukrani na kadhalika. Mdhambi alikuja na sadaka wake akiwa ametenda dhambi kwa ajili ya kumtoa kwa Mungu, akafikia hapa sehemu ya ua wa nje, hakuingia kwenye ile hema. Mahali hapa kuhani alingoja. Hapo mdhambi alipewa kisu na kisha akaungama dhambi zake katika masikio ya yule mnyama. Aliungama dhambi na masononeko yake yote katika masikio ya yule mnyama asiye na hatia, kisha akainua kisu akamchinja. Mahali hapa ni mfano wa Calvary, pale Bwana wetu Yesu Kristo aliposulubiwa. Hapo tunapopeleka fadhaa zetu na dhambi zetu. Maandiko katika kitabu cha Warumi 6 fungu la 23 yanasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa dhambi yake mdhambi alistahili mauti, lakini Mungu alionyesha pendo lake mwenyewe kwa kumpatia mbadala, aliyemwakilisha mbadala mkuu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, yani Yesu Kristo Bwana wetu. Maandiko katika kitabu cha Wakorintho wa pili 5 fungu la 21, mtume anaandika fungu la 21, anasema, yeye asiyejua dhambi, yani Yesu Kristo, alimfanya, yani Mungu alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili tupate kuwa haki katika yeye. Mnyama huyu aliyemwakilisha Kristo, yeye hakujua kitu kinaitwa dhambi, wala hakushiriki katika dhambi ya mwanadamu, lakini mwanadamu alinena dhambi zake katika masikio ya huyu mnyama, na kisha kwa mkono wake mwenyewe aliinua kisu na kumchinja huyu mnyama, akimaanisha kwamba mnyama alistahili adhabu ya mauti, kwa kuwa mnyama kwa wakati huu anaonekana ndiye aliyetenda dhambi. Alafu yeye aliyetenda dhambi alistahili kuishi, kwa kuwa wakati huu anahesabika kuwa si aliyetenda dhambi bali amesamehewa. Mnyama huyu alimwakilisha Kristo, aliyesulubiwa pale Calvary pasipokuwa na hatia kwa ajili ya dhambi zangu na dhambi zake. Huyu aliyefanywa kuwa dhambi, ingawa hakujua dhambi, ni Yesu mwenyewe. Lakini watu walioishi zamani hizo walifundishwa kwa vielezo, walitakiwa kutoa uhai wa mnyama asiyejua dhambi, huku wakielekeza imani zao kwa Kristo, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Mdhambi alimchinja mnyama wake na kuhani alikinga bakuli ya damu. Biblia inatufundisha kwa uhai wa mwili u katika damu. Na hivyo kitendo cha kuhani kukinga bakuli kutoka kwa damu kutoka kwa yule mnyama, maana yake dhambi ilihama kutoka kwa mdhambi ikaenda kwa mnyama, na kisha ikaenda kwenye damu katika bakuli aliyokuwa nayo kuhani. Kwa hiyo kuhani akiwa mwakilishi au akimwakilisha yule mdhambi, aliichukua damu katika bakuli na kusonga nayo mbele zaidi.
Kitendo hiki alichokifanya mdhambi kiliashiria maungamo ya imani na toba, na mnyama huyu alimwakilisha mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, yani Yesu Kristo. Katika Agano Jipya, pale mtu anapoipokea Injili kwa mara ya kwanza na kuhisi hatia ndani ya moyo wake na kuungama mbele za Mungu na kukiri kumwamini Yesu Kristo Bwana wetu, anafananishwa na mdhambi aliyesafiri kutoka Yeriko na kwenda akiwa na mnyama wake wa kafara na kufika kwenye madhabahu ya sadaka ya kuteketeza na kumchinja mnyama wake. Lakini leo katika Agano Jipya hakuna sehemu ya inayoonekana ambayo inaitwa madhabahu ya sadaka za kuteketezwa ambapo kuna wanyama wanachinjwa. Zamani hizo kwani alikuwa akichukua ile dhambi iliyoungamwa kwenye ile damu na kuondoka nayo kwenda nayo patakatifu. Lakini leo anapoungama, malaika wa mbinguni na Roho Mtakatifu huyachukua maungamo na maombi yake kuyapeleka mbinguni kule aliko Bwana wetu Yesu Kristo. Na hivyo safari ya maisha ya Mkristo kumtafuta Mungu katika patakatifu pake inaanzia Calvary. Inaanzia kwenye madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, ambapo kila mmoja wetu aliye Mkristo na kama si Mkristo basi kila mmoja wetu huungama pale baada ya kusikia kwamba yuko Mwokozi kimbilio, yuko Mwokozi aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huungama, hutoa toba yake, na hivyo dhambi zake huchukuliwa na kuhani. Kwa sasa kuhani wetu ni Yesu Kristo, lakini kwa wakati huo kulikuwa na makuhani waliomwakilisha Yesu Kristo katika huduma. Sasa je, wakati huo mdhambi anahitajika kufanya nini wakati kuhani anachukua hizi dhambi? Katika kitabu cha Waebrania 13 fungu la 12 na la 13, mtume Paulo anaandika kuhusu habari hizi akithibitisha kile kilichotokea na kile kinachotokea leo. Anasema, kwa ajili hii Yesu naye ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe aliteswa nje ya lango. Lango gani? Lango la patakatifu. Lango la hema yenye vyumba vitakatifu na patakatifu patakatifu. Basi na tutoke tumwendee nje ya kambi tukichukua shitumu lake. Anasema ni lazima tutoke katika mazoea yetu ya dhambi, tutoke katika mshikamano. Unapotaka kumpokea Yesu lazima utoke. Unajua kuna watu hapa wanashangaza sana. Unakuta mtu yuko kanisani lakini bado ni mshirikina. Unakuta mtu yuko kanisani lakini bado yuko katika vikundi vya majambazi. Unakuta mtu yuko kanisani bado ni mlarushwa. Huyo hajatoka. Biblia inasema na tutoke tumwendee Yesu nje ya lango. Ili tuweze kudhihirisha imani zetu kwa Kristo lazima tutoke katika mshikamano. Kwa hiyo kitabu cha Waebrania sura ya 13 fungu la 12 hadi la 13 linapafananisha, linasema pale Calvary ndio ua wa nje. Lakini tunapomwendea Kristo pale Calvary, kama wewe hujampokea Yesu au kama umempokea Yesu, sharti la kwanza lilikuwa ni lazima tutoke. Tutoke kutoka katika mazoea mabovu tuliozoea. Tutoke kutoka katika ushirika na ulimwengu. Wanashangaza sana watu, wanajiita, wanasema Biblia usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Wanajiita kuwa ni Wakristo lakini bado ni washirikina. Wanajiita kuwa ni Wakristo lakini bado wanaendelea mazoea mabaya ya wizi na rushwa. Wanajiita kuwa ni Wakristo lakini wanadhulumu mali za watu, kama ni mabosi wanadhulumu mishahara ya watu. Biblia inasema ni lazima tunapokwenda Calvary kutafuta maungamo, tunapomwamini Yesu Kristo, ni lazima tutoke nje. Tutoke tukutane na Yesu pale. Tumtwike fedheha zetu, tumtwike huzuni zetu. Calvary ni mwanzo tu wa safari yetu na sio mwisho wake. Ili kufikia upatanifu wa toba na imani, ili kufikia upatanifu na Mungu, toba na imani ni muhimu, lakini haiishii hapo tu. Si kwamba ukishampokea Yesu Kristo, si kwamba ukishakiri na kumwamini Yesu. Katika kitabu cha Waebrania 10 fungu la 10 anasema, kwa maana kwa moyo mtu huamini na kupata haki, kwa kinywa ukiri na kupokea wokovu. Si kwamba mtu ukishampokea Yesu Kristo na kutoa maungamo yake kwake na kumwamini, basi wokovu wako na msamaha wako umekamilika. Ndio, unakuwa huru kwa wakati huo, lakini ni mwanzo tu wa wokovu wako kukamilika. Calvary ni mwanzo. Katika mfunuo wa mpango wa patakatifu, Calvary ni mwanzo.
Tunapobatizwa na kumwamini Yesu ni mwanzo tu wa safari yetu ya Kikristo. Kadri kuhani anapopiga hatua kutoka pale kwenye madhabahu ya sadaka kuteketezwa alipo mzambi, ambapo mfano wake ni Calvary, mfano wa dunia unapoishi wewe na mimi, unapopiga magoti kumlilia Mungu kwa ajili ya wokovu, kadri kuhani anapopiga hatua kuelekea mbele ikiwa na maungamo yako, kuna jambo la kufanya. Umepiga magoti, umemwelekea Mungu kwa ajili ya wokovu, umefanya toba na maungamo. Na maungamo yako tayari, kama ni saizi umefanya maungamo yako tayari yameenda mbinguni. Kadri sala yako inapoenda mbinguni, sio mwisho. Itashangaza sana katika dunia hii. Watu tunabweteka sana. Ukisha tubu, basi unaachilia huko maombi yako, hufuatilii wala huyaishi maombi yako, huyaishi maungamo yako, unaendelea na maisha yako na pengine unarudia makosa yale yale. Hapana. Toba na imani sio mwisho wa safari ya wokovu. Kuna kitu cha ziada kinachofunuliwa katika mpango wa patakatifu. Mtume Paulo katika kitabu cha Waebrania 4 fungu la 14, Waebrania sura ya 4 fungu la 14 na Mathayo 3 fungu la 8, Yesu anasema, Mtume Paulo anasema kwanza 4:14 anasema, basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbinguni, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Tuna wajibu, ikiwa kuhani ameyachukua maungamo yetu katika Agano la Kale, kuhani alichukua kuingia nayo patakatifu. Agano Jipya Yesu Kristo anayachukua na kuingia nayo mbele za Baba yake. Anasema tuyashike. Tukumbuke nini tulichomwambia Mungu. Tulimwambia Mungu, nimekutenda dhambi. Tulimwambia Mungu, nimelivunja agano lako. Mungu nisamehe. Mungu nisamehe. Tukiomba msamaha tunamaanisha tunabadilika, tunageuka na kuyaacha yale maovu. Anasema tushike sana kile tulichokisema mbele za Mungu. Unashangaza sana, hata maombi yako hayajamaliza kujibiwa, umeshatenda dhambi ile, na tena ni kwa makusudi, sio kwa maanguko ya bahati mbaya. Katika kitabu cha Mathayo 3 fungu la 8 anasema tuzae matunda yapasayo toba. Kama mwakilishi wa mdhambi, kuhani huenda na kujionesha na kujiosha katika birika kabla hajaingia katika chumba cha patakatifu. Katika maisha yetu tunajikwaa na kuanguka, na mara kwa mara Bwana hutuita kujiosha kupitia huduma ya kutazama miguu na ushirika mtakatifu. Kuhani anapoingia katika chumba cha patakatifu kwa ajili ya mdhambi, mambo yafuatayo hufunuliwa kwa mdhambi. Jambo hili unapaswa utambue kila unapomkaribia Mungu kwa ajili ya toba, ya kwamba toba yako inapowasili mbinguni, yafuatayo kufunuliwa. Sasa huyu ni mdhambi, bado hajapokea msamaha, ila ameshatubu, dhambi zimeshatoka kwake. Lakini wakati kuhani anasafiri, anapitia chumba kinaitwa patakatifu, yaani taarifa zake zinapita patakatifu, alafu kisha zinakwenda patakatifu alipo Mungu. Hapa patakatifu kuna mambo yafuatayo ufunuliwa. Kitu cha kwanza, kuna kinara cha taa 7. Alafu kuna meza ya mikate ya onesho. Alafu kuna madhabahu ya uvumba. Kila kimoja kina maana katika wokovu wetu. Kinara cha taa 7 hiki hakikupaswa kuzimwa wakati wowote. Tunaambiwa kwamba wakati wowote kilikuwa kikiwaka, kikitoa mwanga. Kitabu cha Zekaria sura ya 4 nabii anasema kinara hiki cha taa ni neno la Mungu. Ukisoma katika Zekaria 4 fungu la 6 anasema hili ndio neno la Bwana. Si anasema Zekaria 4, hebu ngoja nisome hapa Zekaria 4 fungu la 6, maandiko yanasema, akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli, kusema si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Kinara hiki ni neno la Bwana litokalo kwa Bwana wa malimwengu yote, na kutumwa kwetu kupitia malaika wawili wenye nguvu wasimamao karibu na Bwana, na kuuisha uhai wa kiroho wa waaminio. Huu ni kielelezo cha utendaji wa Roho Mtakatifu katika maisha ya muumini. Kitu cha kwanza ambacho ufunuliwa kwetu ni kinara, ni neno la Mungu. Ni kielelezo cha jinsi Roho Mtakatifu anavyotenda katika maisha yetu, katika kutusadikisha neno la Mungu, kutusadikisha habari ya dhambi, haki na hukumu. Kwa kweli moja ya wajibu muhimu tunaofundishwa hapa
ni kuhakikisha kila sekunde tunadumisha muungano wa kiroho na Mungu. Fundisho la kwanza baada ya toba, hata kabla toba zetu hazijafika mbele za upatanisho, tunafundishwa kwamba tulipaswa kudumisha na tunapaswa kudumisha muunganiko wa kiroho pamoja na Mungu. Maisha yetu kila sekunde yameundwa na maamuzi. Na maamuzi hayo ndio huamua kwamba sisi ni wa Mungu au ni wa dunia hii. Daudi anasema tunaweza kudumisha mshikamano na Roho wa Mungu kwa njia ya kutii, tukilifuata neno la Mungu. Katika kitabu cha Zaburi 119 fungu la 9 anasema jinsi gani kijana isafishe njia yake kwa kutii, akilifuata neno la Mungu. Katika kila maamuzi unayoyafanya, nifanye nisifanye, neno la Mungu linasema nini? Hivyo ndivyo tunaweza kudumisha taa zetu kuwa zinawaka wakati wote. Lakini hapa upande wa pili kuna meza ya mikate ya onesho ambayo ilikuwa ikikaa hapo kila siku. Yesu Kristo Bwana wetu anajitambulisha yeye mwenyewe kuwa ni neno atokaye kwa Mungu na ya kuwa ni mkate wa uzima. Katika kitabu cha Yohana 6 fungu la 56, Mwokozi wetu anasema, Yohana 6 fungu la 56, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Yesu anataja mwili wake kuwa ni chakula cha kweli, ni mkate wa uzima. Na kwa kila aulaye na kuinywa damu yake hukaa ndani yake, na Yesu hukaa ndani ya mtu huyo. Lakini kuula mwili wake ni kufanya nini? Katika kitabu cha Yohana 15 fungu la 7 anasema, nanyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo nanyi upewa. Ni neno la Bwana kukaa ndani yetu. Ni kila hatua tunayotenda tutende kwa imeandikwa. Daudi anatuambia, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Ngoja kama Mkristo tunapoishi bila kusoma neno la Mungu, kila siku tunageuka kuwa vipofu, viziwi na wafu kiroho. Tutashindwa kuzitambua nyakati za kujiliwa kwetu na kuisikia sauti ya Bwana wetu anapotuongoza njia ya kuipitia. Katika patakatifu tunakumbushwa, mbali na kuwa tunahitaji kusikiliza maongozi ya Roho Mtakatifu kama ilivyo katika kinara cha taa, lakini tunapaswa kusoma neno la Mungu. Vinginevyo hatutaweza kuisikia sauti ya huyu Roho anayenena kwa ajili yetu, anayenena kutuongoza kwa ajili ya wokovu wetu. Lakini mahali hapa, kitu cha tatu, ni madhabahu ya uvumba. Kwa kawaida matendo yetu na maombi yetu yamejawa na ubinafsi, yamejawa na misukumo ya kibinafsi. Yenyewe kwa yenyewe, hata yakiwa ni mema kiasi gani, hayawezi kukubalika mbele za Mungu. Ni mfano wa matambara machafu, ni lazima yachanganywe na kitu fulani. Uvumba ni vitu vyenye harufu nzuri, kwani anakuja na damu yenye dhambi inayoomba msamaha na kuinyunyiza damu katika madhabahu hii. Kisha damu huungua pamoja na uvumba, na moshi wa harufu nzuri ya uvumba hupaa kuelekea kwenye kiti cha rehema. Uvumba huu huwakilisha haki ya Kristo, maisha matakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyotoa kafara kwa ajili yetu. Yesu Kristo anatoa dhambi zetu mabegani mwake na kutuombea tupate kupona. Sehemu hii hufundisha somo muhimu sana. Katika kitabu cha Waefeso 2 fungu la 5 hadi la 10 tunapata somo kupitia sehemu hii. Waefeso 2 fungu la 5 hadi la 10, maandiko yanasema, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituuisha pamoja na Kristo. Yani tumeokolewa kwa neema. Yani sala zetu hazikupokewa mbele za Mungu kwa sababu ya wema wetu au kwa sababu ya unyenyekevu wetu tulionao kuliko watu wengine, bali kwa sababu ya neema ya Kristo. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja au dhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi, wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo inatokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, awaye yote asije akajisifu. Anamalizia fungu la 10 kwa maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu
ayatengeneza ili tuenende katika hayo. Tunafundishwa katika madhabahu ya uvumba kwamba tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu yote asije akajisifu. Usije ukajisifu. Wako watu wengi, wengine ni wahubiri wa injili wakubwa, Mungu akiwajalia kuomba labda mapepo yakakimbia, kuomba labda wafu wakafufuliwa, kila wanapoenda wanajisifu kwa ajili ya vitu hivyo. Hapana. Biblia inasema Mungu alitazama kutoka mbinguni akaona ya kuwa wote wameoza, wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna atendaye jema hata mmoja. Wote wanaokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Wanapokea karama kwa neema kwa njia ya imani, kwa kuwa tu walimwamini na kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Yesu anawawezesha ili waweze kufanana na mfano wa tabia yake. Kujisifia kwa matendo mema tuliojaliwa kufanya baada ya kumpokea Yesu Kristo ni kana kwamba tunamfanyia Mungu ziaka. Biblia katika kitabu cha Isaya 65 fungu la 3 hadi la 5 anasema watu wale wanikasirishao wakisema, ngoja nisome hili fungu la muhimu sana. Isaya 65 fungu la 3 hadi la 5. Kuna maneno ya muhimu hapa kuhusu jambo hili. Isaya 65 fungu la 3 anasema, watu wanikasirishao mbele za uso wangu daima, wakitoa dhabihu katika bustani zao na kufukiza uvumba juu ya matofali, waketio kati ya makaburi na kulala katika mahali pao pasiri, walao nyama ya nguruwe na mchuzi wa vitu vinichukizavyo katika vyombo vyao. Watu wasemao, simama peke yako, usinikaribie mimi, kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Watu hao ni moshi puani mwangu, moto wakao mchana kutwa. Wanawatenga watu wengine wakihisi kwamba wao ni watakatifu, wanastahili mbele za Mungu. Yesu aliwahi kutoa mfano wa mtoza ushuru na Mfarisayo mmoja alienda kuomba. Mfarisayo akasema, Mungu nakushukuru, mimi si kama mtoza ushuru, mimi natoa zaka, nafanya hivi. Lakini Mungu akasema, Yesu akasema, huyu hakuna baraka yoyote aliyotoka nayo kwenda nayo nyumbani. Lakini mtoza ushuru alisema, Bwana unirehemu mimi mwenye dhambi. Sala yake ilikubalika mbele za Mungu kwa kuwa alitambua ataokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Ashukuriwe Mungu Baba yetu katika Kristo Yesu Bwana wetu, aliyefanya iwezekane mdhambi atubuye kukubaliwa na Mungu. Lakini nini kilifuata katika huduma za Agano la Kale? Hii kazi inaofika mpaka hapa kwenye madhabahu ya uvumba ilikuwa ikifanyika siku kwa siku kwa mwaka. Lakini siku moja kuhani mkuu alikuja na kupatakasa hapo patakatifu ambapo palijaa dhambi za watu. Hapa kwenye madhabahu ya uvumba palipojaa na dhambi za watu, kuna taratibu zilifanywa pale. Hatuna muda wa kueleza taratibu moja baada ya nyingine zilizofanyika, jinsi ambavyo mbuzi zilichaguliwa waanza zile na Bwana. Lakini angalia, kumbukumbu ya dhambi za watu ilikuwa imehifadhiwa mbele za Mungu. Sasa siku kwa ajili ya upatanisho, siku kwa ajili ya kuziondoa zile dhambi ilifika. Siku ambayo dhambi za wale waliotubu zitakabidhiwa kwa muasisi wa dhambi, yani Shetani, na wale waliotubu watahesabiwa kuwa hawakuwahi kutenda dhambi. Sasa jambo hili lilifanyika katika chumba cha pili kinachoitwa patakatifu patakatifu. Huko ndani, kama tulivyosema awali katika kitabu cha Waebrania 9, anasema kulikuwa na sanduku la agano, kisha kulikuwa na kiti cha rehema na makerubi ya utukufu yakifunika kiti cha rehema. Alafu ndani ya sanduku kulikuwa na mbao 2 za mawe, kulikuwa na kopo la mana, lakini kulikuwa na fimbo ya kuhani mkuu, fimbo ya Haruni. Kwa kweli hapa ndipo jambo la msingi, kwamba unastahili kufidiwa na kafara ya Kristo au hustahili. Ninastahili kupokea msamaha au sistahili? Hutolewa. Nimefanya msamaha, lakini huku ndani ndipo upimaji unatendeka kwamba je, nilitubu kweli? Nilistahili kupokea msamaha au sikustahili? Upimaji unatokea hapa. Mpangilio wake kama ambavyo nimekwisha kusema, amri 10 zinaashiria tabia ya Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo 1 fungu la 27 anasema tuliumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Je, baada ya kutubu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo,
Je, tulizaa tunda Roho kama anavyosema katika Mathayo 3:8? Je, tulizaa matunda yapatanayo na toba? Tulishika maungamo yetu? Tulitubu kwa kuwa tulizini. Tulitubu kwa kuwa tuliiba. Tulitubu kwa kuwa tuliwatukana wazazi. Tulitubu kwa kuwa tulidharau jina la Mungu wetu. Tulitubu kwa kuwa tulikuwa na miungu mingine. Tulitubu kwa kuwa tuliabudu sanamu. Tulitubu kwa kuwa tulivunja sabato. Tulitubu kwa kuwa tuliua. Tulitubu kwa kuwa tulishuhudia uongo. Tulitubu kwa kuwa tulitamani mali ya jirani. Je, tuliyashika maungamo yetu au tulirudia uozo? Huku ndiko hali hii huamliwa. Lakini huku kuna fimbo ya Haruni, kuhani mkuu. Hii hutukumbusha kuwa wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu lililopewa wanadamu litupasao sisi kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa kweli, je, sisi baada ya kufanya toba zetu tulimtumaini Yesu kikamilifu? Tulimwamini kikamilifu? Au tuliweka matumaini yetu katika mali? Tuliweka matumaini yetu katika watu? Tuliweka matumaini yetu katika vitu vingine? Maandiko hutufundisha katika kitabu cha Matendo, ukisoma katika kitabu cha Hesabu sura ya 16, Hesabu sura ya 16 anasema fungu la 3, wakati wa Musa, Kora, Dathani na Abiram. Kitabu cha Hesabu 16 waliasi, wakasema hivi: nao wakakusanyika kinyume cha Musa na Haruni na kuambia, ninyi inatosha, kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu, kila mmoja miongoni mwao Bwana naye yu kati yao. Ni nini basi kujitukuza juu ya mkutano wa Bwana? Na jambo hili lilipelekea Mungu kuwaita wote waliodai kuwa ni watakatifu, waliodai kuwa ni makuhani, waliodai kuwa na wao wanajua mapenzi ya Mungu, wanaweza kuwaelekeza watu kinyume na watu waliowachagua Mungu. Aliwaita wote na kuambia walete fimbo zao. Zaidi ya watu 250 wakuu wa mbari za mababa zao wakaleta fimbo, na fimbo moja ikachaguliwa na Bwana ikahifadhiwa katika sanduku. Sasa Biblia inatufundisha hakuna wokovu kwa mwingine yoyote isipokuwa kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wale wote ambao kwa namna moja au nyingine wanampuuza Yesu Kristo wasitazamie kupata wokovu. Wale wote wanaopandia kupitia njia nyingine, sasa mimi ndimi mlango wa kondoo, apandaye kupitia mlango mwingine si wangu, hastahili wokovu. Wale wote wasiomsikiliza Bwana wetu Yesu Kristo, na hili kundi liko hata leo, watu ambao wanakiri kwa vinywa vyao kwamba wanamtii, kama walipoenda kwa Musa na wanasema yatosha. Sio kwamba wasema hatukutaka, wasema yatosha, usitupe sisi maagizo, tutafanya tunavyotaka. Wanamwamini Yesu lakini hawako tayari kufuata nyayo za Yesu. Kwa maana katika kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 2, maandiko yanasema, watoto wangu wadogo na waandikia heri kwamba msitende dhambi, na kama mtu atenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho kati ya dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Na katika hili twajua ya kuwa tumemjua ikiwa tunashika amri zake. Yeye asemaye ya kuwa nimemjua wala ashiki amri zake ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hili twajua ya kuwa tumo ndani yake. Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Hapa tunaambiwa wokovu unapatikana katika Kristo Yesu, na wote wanaokaa ndani ya Kristo Yesu imewapasa kuenenda kama Kristo alivyoenenda. Juu ya hii sanduku lenye hii fimbo kipo kiti cha rehema. Yaani wote wanaostahili msamaha, wote wanaostahili rehema ya Mungu imewapasa kudhamiria kuenenda kama Kristo alivyoenenda. Yesu alizishika amri za Baba yake na kukaa katika pendo la Baba yake. Yesu hakuivunja sabato. Yesu hakumshuhudia jirani uongo. Yesu hakulitaja kule jina la Bwana Mungu wake. Kile alichokisema ndicho alichokiishi. Wale wote wanaokiri
wanaohitaji kupokea wokovu kupitia Kristo Yesu, ni lazima kutoka patakatifu wanaambiwa lazima wakiishi kile wanachokitangaza. Haiwezekani mwanadamu kuikanyaga sheria ya Mungu alafu kudai msamaha wa Mungu alafu anarudi na kuivunja tena kwa makusudi. Wengi hutangaza kwamba amri za Mungu zimeishia msalabani. Jamani, enyi ndugu wakazi wa dunia, ni amri ipi iliyoishia msalabani? Wakati Mungu anaposema usiwe na miungu mingine ila mimi, iliishia msalabani? Ina maana kwa wakati huu tunaruhusiwa kuwa na miungu mingine? Wakati Mungu anaposema usijifanyie sanamu ya kuchonga bali umwabudu Mungu peke yake, iliishia msalabani? Wakati huu tuchonge sanamu mfano wa Mungu yoyote? Wakati Mungu katika amri ya 3 anaposema usitaje bure jina la Bwana Mungu wako, je, tukiri ya kuwa tunamwamini Mungu na kuenenda katika maisha yetu ya kawaida na kulidharau jina la Bwana Mungu wetu, je, amri hiyo na agizo hilo lilishia msalabani? Wakati Mungu katika amri yake anaposema ikumbuke siku ya Sabato, ilishia msalabani? Au kwa sababu watu wengi usali siku isiyo ya Sabato takatifu ya Bwana, siku ya Jumapili, ambayo Mungu hakuagiza popote kuwa wamwabudu Mungu, na ndio maana wanasema amri hii ilishia msalabani? Biblia inasema yeyote anayesema kuwa anampenda Yesu kupitia fimbo hii anapaswa kuenenda kama vile Kristo alivyoenenda. Yesu katika kitabu cha Luka 4 fungu la 10 anasema akaenda Nazareti alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Haiwezekani kuikanyaga Sabato ya Bwana na bado ukasema kwamba wewe unastahili kuwa mshirika wa neema ya Mungu iokoayo. Haiwezekani. Pengine utasema mbona watu wengi katika jamii ya Kikristo hawaitunzi Sabato takatifu ya Bwana siku ya Jumamosi, bali wanaabudu katika siku ambayo ilitengenezwa na wanadamu katika zamani za miaka ya 500. Siku ya Mungu jua. Hili alishangazi katika ulimwengu huu. Kipindi cha Nuhu waliookolewa ni watu 8. Kulikuwa na watu zaidi ya mabilioni ya watu. Kipindi cha Rutu katika miji ya Sodoma na Gomora ni Rutu na watoto wake peke yake waliokolewa. Biblia inasema si kila aniitaye Bwana Bwana atakayeurithi ufalme wa mbinguni, bali ni yeye atendaye mapenzi ya Bwana Mungu. Katika sanduku hili ziko amri 10. Je, amri ya waheshimu baba yako na mama yako iliishia msalabani? Je, amri ya usiue iliishia msalabani? Usizini iliishia msalabani? Usishuhudie jirani yako uongo iliishia msalabani? Usitamani mali ya jirani yako iliishia msalabani? Tunafahamu wasomi wa maandiko ya kuwa kilichoishia msalabani ni kafara za wanyama na kafara za aina mbalimbali zilizomwakilisha Yesu Kristo, ambaye alipokufa kafara yake ilitosheleza kafara zote, na hivyo tunapokea wokovu moja kwa moja kwa njia ya kumwomba Yesu Kristo Bwana wetu. Lakini si maagizo yake, maana Yesu alikufa kwa sababu watu walivunja maagizo yake ili awape nafasi ya pili ya kuyatii maagizo yake. Kwa wale wanaostahili rehema na neema ya Mungu, wito wa Mungu leo katika kitabu cha Ufunuo 14 fungu la 6 anasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Maisha ya Kikristo, kumtafuta Mungu katika patakatifu pake, yanatutaka sisi kuwa serious na Ukristo wetu. Yanatutaka tunapomwamini tumtumaini yeye peke yake. Yanatutaka tutambue, tusijisifu kwa ajili ya matendo yote tutakayojaliwa na Mungu kuyatenda katika Ukristo wetu. Yanatutaka tutambue wokovu wetu ulioanza msalabani utakamilishwa kwa kuwa Kristo ni mshindi. Yanatutaka tutambue tunahitaji kuishi kwa kutembea katika amri za Mungu. Yanataka tutambue kila mambo tunayofanya katika maisha haya tuyafanye kwa kufuata ya nini kimeandikwa katika neno la Mungu. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa maudhui katika channel hii, Mungu akubariki unapotafakari hili. Mungu akujalie kutambua wajibu wako wa Kristo.
Mungu akujalie kulisoma neno la Mungu kila siku. Mungu akujalie kuwa mtu wa maombi, ili kila siku Mungu aendelee kuwa na mahusiano ya karibu pamoja nawe, upate kurejeshwa pamoja na watakatifu atakapokuja Bwana wetu Yesu Kristo katika mawingu ya mbinguni.